Halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga imewataka wadau wa maendeleo kuunga mkono juhudi za halmashauri hiyo kwa kutenga fedha za kuboresha elimu ya watu wazima na elimu ya nje ya mfumo rasmi. Brown Mtawa ana taarifa zaidi. Akizungumza katika kilele cha juma la elimu ya watu wazima kilichofanyika katika kijiji cha Muze wilayani Sumbawanga, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga Mwalimu Misana Kwangula amesema ushirikiano wa wadau wa maendeleo ni muhimu katika kuhakikisha programu za elimu nje ya mfumo rasmi zinapata rasilimali za kutosha. Lakini nielekeze yafuatayo. Jambo la kwanza, tuhakikisha tunatenga bajeti na fedha za kutosha kwa ajili ya kununua vifaa mbalimbali, lakini pamoja na kuweza kuviimarisha hivyo vituo. Niwaombe wadau wote wa maendeleo ambao tunashirikiana nao pamoja ndani ya halmashauri ya Sumbawanga kuunga mkono na programu mbalimbali ambazo zimewekwa kwa ajili ya kusaidia kisomo, kusaidia programu hii ya elimu watu wazima, lakini pia na elimu nje ya mfumo rasmi. Akisoma risala kwa mgeni rasmi, mratibu wa elimu nje ya mfumo rasmi Mwalimu Edmund Matete Mwanawima amesema bado kuna watu wengi wasiojua kusoma na kuandika. Hali hii inakwamisha maendeleo yao na jamii kwa ujumla. Na jumla ya wananchi 1,759 hawajui kusoma, kuandika na kuhesabu. Kati yao wanaume ni 4974 na wanawake ni 58,435. Na hii ni kulingana na sensa ya Januari hadi Machi wa mwaka 2026 iliyofanyika kwa wananchi kuanzia miaka 8 hadi 55 na kuendelea. Kwa upande wao, baadhi ya wazazi na walezi walioshiriki katika maadhimisho hayo wamesema elimu ya kusoma na kuandika ni muhimu katika maisha ya kila siku, huku wito kutolewa kwa watu wenye ulemavu kujiunga na programu hizo za elimu nje ya mfumo rasmi. Hawezi kufanya hatua ya kusema kwamba nitaenda nikajifunza kushona nguo, sijui kuandika namba 1 wala namba 10, sijui kugawanya wala kuzidisha wala kuandika jina la mtu. Ama watu wenye ulemavu ambao ni watu wazima hivi sasa, lakini hawajui kusoma na kuandika, hao nao tunataka tuwaiburu. Ushirikiano wa halmashauri, wadau wa elimu, wazazi na jamii kwa ujumla unatajwa kuwa muhimu katika kuongeza uwekezaji kwenye elimu ya watu wazima na kupunguza tatizo la kutokujua kusoma na kuandika, na hivyo kuwezesha wananchi kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Brown Mtawa, Star TV, Rukwa. Wanafunzi 4,838 wakiwemo 117 wenye mahitaji maalum wa shule 3 za msingi zilizopo katika mikoa ya Pwani, Ruvuma na Morogoro wanatarajiwa kunufaika na mradi wa ukarabati wa madarasa 6 yatakayowawezesha kupata elimu kwenye mazingira rafiki ya kujifunzia. Taarifa zaidi na Mbwana Shomari. Akimwakilisha mkurugenzi wa halmashauri ya Mkuranga katika hafla ya makabidhiano ya madarasa mawili katika shule ya msingi Vikindu yaliyokarabatiwa na taasisi ya Vodacom Foundation, afisa elimu wa elimu maalum Helen Kulwa amesema madarasa hayo yataenda kupunguza kero ya msongamano wa wanafunzi darasani na kuwawezesha wanafunzi wenye mahitaji maalum kujisomea katika mazingira wezeshi. Wito kwa taasisi na mashirika mengine ni kwamba tunawakaribisha Mkuranga waweze kuja kutusaidia kutatua hii changamoto ya madarasa na madawati kulingana na wimbi la wanafunzi ambao ni wengi sana. Kama nilivyoongea, tuna wanafunzi zaidi ya 195,000 na mahitaji ya vyumba ni mengi. Tunaona kama changamoto ya vyumba 1,893. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Vikindu Victor Malisha amesema amekuwa akikabiliwa na changamoto ya miundombinu wa kujisomea na kujifunzia shuleni hapo kutokana na kuwa na idadi kubwa ya wanafunzi. Upungufu wetu ni madawati 700 na kidogo. Kwa idadi ya wanafunzi tulionao ni 3,172. Hao wanafunzi ni wengi ukilinganisha na vyumba tulivyonavyo. Vyumba vyetu ni 21 pamoja na hivi tulivyoongezewa 2 na Vodacom. Kwa hiyo hata tukipata madawati yanayotosheleza idadi ya wanafunzi
ukweli ni kwamba hataweza kuenea kwenye vyumba vya madarasa. Naye meneja mauzo wa kanda ya Dar es Salaam na Pwani wa kampuni ya mawasiliano ya simu ya Vodacom Tanzania, George Nyanda, amesema madarasa hayo yataongeza hali ya kujisomea na kujifunzia kwa wanafunzi wa shule hiyo. Sisi kama Vodacom kupitia Vodacom Foundation tumekabidhi madarasa mawili na madawati 60 ikiwa ni sehemu ya mpango wetu wa Class for Community Impact, tukihakikisha kwamba tunakuwa na mchango mkubwa kwa jamii, hususan kwenye swala la elimu. Vodacom tunashukuru sana kwa sababu wanafunzi wengi wanakaa chini, wengine muda kujifunza anakuwa ndio ile wanachafuka. Aidha, George amesema kupitia taasisi ya Vodacom Tanzania Foundation watakabidhi madarasa mengine hivi karibuni katika shule ya msingi Mahilo mkoani Ruvuma pamoja na shule ya msingi ya Wahonja mkoani Morogoro, lengo likiwa ni kuunga mkono juhudi za serikali katika kuboresha na kukuza sekta ya elimu nchini. Bwana Shomari, Star TV. Jamii imetakiwa kuendelea kuwajali na kuwasaidia watoto yatima baada ya umoja wa madereva wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe kutembelea na kutoa misaada kwa watoto hao jijini Mbeya. Taarifa zaidi na Laudensi Mkonda. Wakati baadhi ya watoto wakikabiliwa na changamoto za maisha kutokana na kukosa wazazi au walezi, umoja wa madereva wa usafirishaji katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Songwe mkoani Mbeya umeamua kugeuza upendo kuwa vitendo kwa kutembelea na kutoa msaada kwa watoto wanaolelewa katika vituo vya kijamii. Umoja huo umetembelea vituo viwili vya kulelea watoto yatima vilivyopo jiji la Mbeya, ambavyo ni kituo cha malezi cha Mtakatifu Josefu cha Kanisa Katoliki kilichopo eneo la Shewa pamoja na kituo cha Bi Aisha Foundation kilichopo eneo la Soweto. Tumejitafakari na tumeona ni vyema the way Mungu anavyotulinda sisi na familia zetu, basi na sisi kwa sehemu tunachokipata tuje tuwaone watoto ambao walikuwa wana wazazi na wazazi walikuwa wana ndoto kama za kwetu, lakini bahati mbaya kwa sababu tofauti imeshindikana, watoto wameishia kuja kulelewa hapa. Kwa hiyo tumeona na sisi bora tufike, tutoe sadaka hii kwa Mwenyezi Mungu, kumshukuru kwanza kwa sababu ya kutulinda sisi na watoto wetu, lakini pia kuweka sadaka hapa kwa sababu inatulazimu pia kurudisha kile ambacho Mungu ametupa. Vitu ambavyo tumevibeba, tumeangalia mahitaji tu ya msingi ya watoto kama mchele na sabuni na sukari na mafuta. Wakizungumza baada ya kupokea msaada huo, wasimamizi wa vituo hivyo wameshukuru madereva hao wakisema zawadi hizo zitasaidia kuongeza uwezo wa vituo katika kuendelea kutoa huduma kwa watoto wanaowalea. Sisi kwa ujumla wetu pamoja na walezi wenzangu tunawashukuru kwa upendo kwanza Mungu aliyowasukuma kuja kutoa msaada kwa kituo hiki. Sisi tunasema asanteni na Mungu ajazilizie pale mlipotoa kwa ajili ya kutusaidia sisi. Sisi hapa tunalea watoto aina zote, Wakristo na Waislamu. Lakini tunawalea hata wasiokuwa na dini. Lakini walio wengi ni watoto ambao wameishiwa kabisa, yani hawana baba wala mama. Na tunalea watoto wa mazingira magumu. Nafikiri nikisema hivyo mnaelewa. Sababu serikali inafanya kazi kote kote. Polisi akiokota mtoto hana pa kumpeleka kwa Bi Aisha. Na mimi nakwenda kuripoti ustawi wa jamii wakilizia ni baki naye na baki naye. Kwa hiyo mazingira tunayo hapa sisi hapa tuko watu 26. Ziara hiyo imekuwa sehemu ya kuwakumbusha wananchi kuwa mahitaji ya watoto yatima ni jukumu la jamii nzima. Laudensi Mkonda, Star TV, Mbeya. Na zaidi ya wajasiriamali 200 wa ukaji na wafanyabiashara wa keki kutoka mikoa ya kanda ya Ziwa wanatarajiwa kushiriki katika maonyesho ya keki yatakayofanyika Septemba mwaka 2026 jijini Mwanza. Tupate taarifa zaidi. Mratibu wa Lexzone Exhibition 2026 Bernard James akizungumza jijini Mwanza kuhusu maandalizi ya kufanyika kwa maonyesho hayo amesema ni muda sahihi kwa wadau wa keki kujitokeza kwa wingi kushiriki. Watakao kuja pale bakers zaidi ya 200. Lakini wale ambao ujumbe utafikia katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania ni zaidi ya 10,000. Bernard amesema maonyesho hayo yanalenga kukuza sekta hiyo ambayo inaendelea kukua kila uchao na kuongeza ajira na kutoa fursa miongoni mwa wadau hasa vijana na wanawake. Serikali inahamasisha uchumi wa kidijitali. Malipo yote yafanyike kule, lakini pia kwenda mifumo isomani, lakini pia tutumie mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hilo pia ndio tumeliweka na tumelipa kipaumbele itakana mwaka huu
lakini pia jambo jingine kuweza kujipatia masoko makubwa zaidi. Kwa hiyo ndio mambo makubwa sana. Baadhi ya wadau ambao watakuwa sehemu ya maonyesho hayo kwa kutoa elimu na kuonyesha baadhi ya vifaa vitakavyotumiwa katika kuendeleza sekta hiyo. Na baada ya kumaliza last year nilijulikana vizuri, nilipata wateja wapya, hadi nilipata na self confidence hadi nikaingia kwenye maonyesho mengine ya 8-8. Na ili wateja wetu ambao watakuwa wametembelea katika haya maonyesho, tutakuwa na vifaa bora ambavyo tutawaelekeza pia namna ya kuvitumia. Kwa hiyo beginners na wale mabeka wakubwa, wakati na wadogo tunakaribishwa. Dhamira yetu kuu ni kuhakikisha tunaifungua fursa kwa hawa ambao ni waokaji, kuhakikisha wanaweza kutambulika, wanakuwa wakubwa, na mwisho wa siku tunaweza kutengeneza soko kubwa la ajira katika taifa la Tanzania. Mmoja wa waandaaji wa maonyesho hayo kutoka BJ Empire, Magdalena Liza, na mdau anayejihusisha na uuzaji na usambazaji wa vifaa vya keki, Afak Zahor kutoka Strong Tech, wamesema wanaamini atakuwa ni fursa kwa wakazi wa mikoa ya kanda ya Ziwa kujifunza na kutambua uwezo walionao. Uokaji wa keki inaweza ikawa ni dhana, lakini ni kitu ambacho kinakuwa. Kwa hiyo mtu anapoanza taratibu anategemea anakuwa. Kwa hiyo sisi tunaamini hii sio majaribio. Hii ni sekta ambayo inakuwa. Kwa hiyo yoyote ambaye yuko kwenye anajipanga kuanza kuoka keki, anakaribishwa kuja BJ Empire kwa ajili ya kushuhudia maonyesho makubwa ya keki ili ajifunze. Kuna watu wanapata changamoto. Na changamoto yenyewe mtu anaweza akaja akachukua mashine, akajipanga akachukua mashine nyingi, pengine hata ya milioni 20, afu baadaye akasema naomba uniuzie. Na kwa nini mtu anataka kuuziwa? Kwa sababu hana mafunzo, afu umoja hakuna. Maonyesho hayo yatafanyika kuanzia Septemba 7 hadi 11 na yatakuwa na mtoa huduma mkubwa nchini, Smart Cakes, ambaye atakuwa na jukumu la kutoa uzoefu na elimu kwa wadau wa sekta hiyo. Mwisho wa Star TV adhuhuri. Taarifa nyingine ya habari ni saa 2 kamili usiku. Kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Bernard James. Asante na mchana mwema.